Yes. Hatimaye tena hapa katika mikono salama zaidi ya Falu DJ Babla Baba. Tuko na picha bomba sana. Hii picha inakwenda kwa jina la Love What's. Wanasema tuko na story ya bwana mmoja ambaye alikuwa na historia chafu sana nyuma. Lakini baadaye aliamua kubadilisha mfumo wake wa maisha ili ajiweke katika maisha ya kibinadamu zaidi. Lakini sasa shida ilifika pindi ambapo kuna binti ambaye inasemekana alikuwa hajafariki kutokana na kile ambacho bwana alitumwa akitimize na kakake. Sasa ilikuwa ni kizaazaa zaidi kwa sababu binti huyo alifanikisha kufanya swala la uwizi wa kiasi cha fedha kwa kakake na huyo bwana mdogo. Sasa ilikuwa ni lazima bwana mdogo atumike kama kigezo cha kufanikisha kupatikana kwa binti ambaye anakwenda kwa jina la Lozi. Tuko na Love What, kumbuka ina the chosen one. Lakini sasa tuko katika hali ya kufanyia masahisho zaidi kwa sababu tayari picha ilishachafuliwa. Sasa tunyoshe kibaba zaidi. Basi baada ya kupata mwongozo zaidi, tuende katika episode ya kwanza tu kuenjoy chuma ile hapa. Bado kutoka jina la Love What. Lakini pia itakuwa bomba kwenye comment yako ukiniambia huyu mwamba anafanana na star gani mkubwa sana kutoka nchini China pale. Hiyo itakuwa ni babu kubwa. Basi tunaanza picha ikiwa na alfajiri moja na mapema. Kuna bwana mmoja anatoka akiwa na kibaskeli chake hapa. Lakini ndani pia tuko na mkali ambaye anafahamika kwa jina la Dani huo. Huo tulikuwa naye katika Into the Badland. Hatimaye 2025 tumepata nafasi ya kukutana tena na mtoi. Leo alfajiri kwa zinazungumzwa habari za upendo tu kwa sababu ilikuwa ni tarehe 14, yani siku ya Valentine Day. Katika eneo lote la mji kila mtu alikuwa anazungumzia habari za upendo. Lakini mwamba kabla ya kufika ofisini alipata bahati ya kuongea na mtu ambaye ni kama secretary wake. Akiwa anahitaji kila kitu kingekaa sawa katika ofisi. Lakini pia alikuwa anazidi kupiga story ambazo kweli kila mmoja alikuwa anazungumzia juu ya maisha yake ya nyuma ambayo alikuwa ameingiwa na furaha zaidi. Lakini kwa sasa ni kama watu ambao wanaonekana wana upweke. Basi mtu akiwa na kibaskeli chake aliweza kufika katika eneo la ofisi. Anaonekana ni mtu mwenye upendo sana na wafanyakazi wake, japokuwa yeye ndo bosi na ndo CEO wa kampuni. Kumbuka hii picha inapigwa ikiwa siku ya Valentine Day, kwa hiyo mambo ya kitaalamu zaidi. Aliweza kupata ujumbe ambao ulimshangaza zaidi. Yaani ulikuwa ni mwaliko ambao ulimpa mashaka zaidi. Baada ya kuingia katika ofisi yake alikuta amezimwa na mtu ambaye kwa sasa tukupata bahati ya kuiona sura yake. Lakini baadaye mwamba anajikuta amepigwa betu katika eneo lake la mkono na mtu huyo. Na huyo mtu amekuja kwa kazi maalum tu. Anasema Marvin, niko hapa kwa ajili ya kumtafuta binti ambaye anafahamika kwa jina la Lozi. Na sasa nimekuja nikiwa naamini wewe ndo mtu ambaye utanisaidia kuweza kumpata huyo binti. Kama utahitaji binti huyo aendelee kupumua, yani kuwa hai, ni vyema ufanye kile ambacho unakihitaji. Lakini mambo yote yakiwa yanaendelea ndani ya chumba cha bosi ndani ya ofisi, hakuna mtu ambaye alitambua juu ya kile ambacho kinaendelea. Huko ndani kalikuwa ni kamzozo baba. Mwanaume anatupa betu kinyang'au zaidi ili kukabiliana na mkali wa kufahamika kwa jina Marvin. Lakini Marvin hakuwa mzembe zaidi kwa sababu nyuma ya historia yake alikuwa ni mtu hatari zaidi. Aliamua kujiwekea kivuli na kubadilisha mfumo wa maisha yake tu kutokana na yale mengi aliyosababisha baadaye. Basi baadaye secretary kuja, lakini alizuga tu. Huko ndani kalikuwa ni kamzozo sana. Lakini baadaye mwambie wewe unatakiwa kumwambie Nako. Mwambie Nako siko tayari kwa hicho ambacho anahitaji kukifanya. Basi bwana mdogo akiwa anahitaji kutoka pia kuna mtu alikuja na alikuwa anampatia kitu ambacho kilikuwa ni kama awadi tu kwa kazi nzuri ambayo ameifanya takriban kwa muda mrefu sana katika hii hapa taasisi yake. Bwana alifurahi sana. Anasema lakini pamoja na kwamba nilikuwa natangia siku ya kwanza, niliamini utakuja kuwa mtu bora zaidi. Kumbuka mwanaume amechomwa kisu katika eneo lake kidogo la pembeni ya mbavu kuu. Lakini pia kuna mtu mbili pia ambazo pia ziko kwa ajili ya kumdhibiti bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina Marvin. Mwanaume akapita kwa uani, yani kwa nyuma zaidi. Na hapo alikuwa ameazima gari kutoka kwa yule mtu ambaye alimletea zawadi, akidai kwamba yeye atarudisha kwa wakati zaidi. Basi alipokuwa anapita, taarifa zilikuwa zinafika katika klabu moja ambako kwa anapatikana mtaita. Wanamuita Nako. Lakini mkali anafahamika kwa jina Dani huo. Tulikuwa naye katika Into the Badland. Sasa 2025 tuko naye katika hapa picha kitaalamu zaidi. Kama unavyojua mwanaume ana kazi mbovu.
Bwana mdogo anasema lakini kila ambacho unakifanya ni makosa yako tu. Nafikiri hiyo binti sio sababu ya kutufanya sisi tuendelee kupambana na Marvin. Kwa sababu kama una biashara nayo tokeo maizani naye. Sasa mwanaume ananyata anaingia katika kanyumba kake huko. Hapa alihitaji kuweka vitu vyake sawa na kujitibu baadhi ya maeneo ambayo alikuwa amejeruhiwa na visu vya mwanaume. Alihitaji kubeba vitu vyake ambavyo aliviona vya samani. Lakini kabla hajatoka, manyang'ao waliweza kuingia na waliweza kumtuliza. Akasema ni nini ambacho kimekufanya urejea hapa? Wakasema sisi tumekuja kwa ajili ya jambo moja tu ambalo hatuhitaji kujua juu ya kile ambacho kinaweza kusababishia wewe madhara. Ila tunachohitaji tupatie mwangaza tu wa kujua bibi Rose yuko wapi. Kwa sababu nako amesema anamhitaji binti huyo. Popote alipo na wewe ndio unajua binti huyo alipo. Basi wanaume walikuwa analeta kizaazaa, lakini bwana mdogo akajua akicheza huko ndani habari inaweza ikawa mbaya zaidi. Ilikuwa ni pindi sasa kujaribu kujitetea ili ajiweke katika hali ya usawa zaidi, lakini kalikuwa ni kamzozo zaidi. Basi mwanaume alihitaji kupambana na watu wawili ambao wametumwa na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Nako, ambaye ni mkali ndani huo. Pamoja na kupambana na watu hao, lakini hatujui ni nini ambacho kinasababisha kwa wakati huo Kalio anashambuliwa kiasi hiki. Watu hao waliweza kupambana nao sana vyema. Naambia mwambieni wewe kakaangu ya kwamba kwa wakati mwingine itakuja kuwa mbaya zaidi, kwa sababu hiki ambacho nakitafuta kwangu kitakuja kuleta shida kwa baadaye. Sasa akiwa anatoka aliweza kupigwa shoti. Na ambaye anampiga shoti ni binti ambaye anafahamika kwa jina la Rose. Yaani Rose ndio ambaye anatafutwa na ndio amempiga shoti mwamba. Sasa binti akiwa katika eneo la ofisi kwa aweza kuingia ndani na kumkuta bwana mkubwa ametulizwa tarabintibu. Na huyo bwana mkubwa alikuwa na kijitabu kidogo ambacho alikidondosha chini, ambacho alikuwa ameandika kitu ambacho kina maana sana katika maisha yake. Sasa ambia huyu mtoto Agaba ameshindwa kuitekeleza kazi yake, amefinyika. Anasema basi akisheni mtengeneza nafasi ya kumtafuta kipi. Lakini binti ambaye anatafutwa Rose huyo, Tala bintibu amemleta mtaalamu katika eneo moja tulivu zaidi. Na mwamba hapa akiamka anajiona kwa sawa zaidi. Sasa binti alikuwa anajaribu kumpigia simu mkali ili aweze kumpa habari ya juu ya kitu ambacho kipo ndani ya notebook. Basi notebook ilikuwa imeandikwa kitu ambacho kikweli ilikuwa ni shairi ambalo limebeba maumivu, limebeba hisia nyingi sana za mahusiano. Na kile ambacho alikuwa anakisoma bibie ndio kitu ambacho kinatokea upande wa pili. Ile shairi ilikuwa limeandikwa na mjuba huyo hapa. Ile baadaye mwanaume aliweza kushtuka upande wa pili kule katika eneo la ofisi. Lakini pia binti ambaye anafahamika kwa jina la Rose alikuwa anamuomba sana mkali Marvin waweze kushirikiana katika jambo ambalo analifikiria yeye. Anasema pamoja ni kwamba imekuwa ni siku ya furaha sana, Valentine Day, ya siku anapendana. Anasema ingekuwa ni vyema kama ungejiweka mbali na Nako, kwa sababu hiyo itakuja kukuletea madhara zaidi. Anasema Marvin hoja kujua juu ya kile ambacho mimi nilifanyiwa. Hivyo bibi alihitaji kumshawishi mwamba awe upande wake aweze kumsaidia kuweza kupambana na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Nako. Lakini Nako kumbuka ni big brother, ni kaka mkubwa wa Marvin. Basi bibi alikuwa anaichapa toyo tarabintibu katika eneo la mji. Anasema nahitaji kuiona sura yako halisi. Baadaye mwanaume alikasirika sana. Lakini upande wa pili kwa ule Nyamela baada ya kusoma lile shairi bibie alifurahi sana, kwani wawili hao walikuwa ni watu ambao wanatafuta furaha katika maisha yake. Hatimaye kila mtu aliamini ameipata sehemu sahihi ambayo ingeweza kubadilisha maisha yao. Hivyo waliweza kuweka kiapo ambacho kingekuwa na mwongozo wa maisha yao ya baadaye. Na hapa ilikuwa ni makubaliano rasmi ya kuingia katika swala fulani hivi. Ilikuwa kumbuka ni siku ya Valentine Day. Lakini upande wa pili kwa mjomba huko anahitaji kufika kwa mtu mmoja ambaye wanasema anaitwa Piti. Lakini pia upande wa pili kwa bibi huko ndani anasema anahitaji kumuonesha mwamba kitu kimoja. Lakini mwanaume anashangaa kuna chuma inapita kwa nje pale. Anaambia hicho ambacho unakitafuta sidhani kama kitakuwa kina ushahidi wa kile ambacho unahitaji kuniambia. Kumbuka nilihatarisha maisha yangu kwa kuzuga tu ya kwamba nimesha kuangamiza. Sasa utaipata habari zaidi, kwani mwamba anasema alihatarisha maisha yake. Upande wa pili kwa kipi huko
Huyo Nyamela alikutana na ujumbe kwamba Kipi ni naye. Huyo Kipi ni mtu ambaye anafanya masuala ya accountant katika ile kampuni ya yule mtaalamu wa kufahamika kwa jina Nako, yaani mhasibu. Bibi anasema anahitaji mniambie juu ya kile kitu ambacho kilitokea katika ile fedha kule Russia, na hiyo inaweza kunisaidia kunifanya mimi nikufikirie kwa wakati mwingine. Anasema iko ni zaidi ya 2 million, lakini mimi sikuweza kuchukua. Anasema Kipi ninachohitaji unipatie mwongozo ni wapi ambapo ipo hiyo mambo. Basi tunarudi nyuma kidogo kumjua mtaalamu kabla ya maisha ambayo anao sasa. Huyu mtaalamu alitumwa kazi moja kwenda kumwangamiza bibie, lakini kutokana tu na huruma na hali ambayo aliona sio kitu sahihi, Marvin alitengeneza nafasi ya kumwacha Lozi aende mbali sana asije akarejea katika maisha, kwani ingekuja kwa kizaazaa zaidi. Basi majira usiku ule mtaalamu ambaye alimwazima gari bwana mdogo kufahamika kwa jina Marvin alifika katika nyumba ya Marvin, na hapa alikutana na mwamba kufahamika kwa jina Nako Kalidani. Anasema nafikiri Marvin amekuwa ni mtu ambaye anakuzungumzia sana, na wewe ni mtu ambaye unafikiri una karibu sana na Marvin. Anasema mimi sijahitaji kujua juu ya hicho ambacho unakizungumzia, ila wewe mtu ni hatari tofauti na vile ambavyo unafikiria. Bwana mkubwa Nako anampa habari bwana kwamba tu ni Nyamela wa kutupilia mbali. Wewe habari zake ulikuwa uzijui, ila ndo nakujuza nachohitaji unipe mwongozo wa binti kama kuna sehemu yote ambayo umemwona. Hiyo itanifanya nikuamini na kuwa mtu ambaye uko sahihi katika sehemu sahihi. Basi hatima bwana mkubwa ilikuwa ni kutoa majibu juu ya kile ambacho anaulizwa na Nako. Anasema marafiki zangu wananiita Nako, nahitaji unipe mwanga juu ya kile ambacho nakiuliza kwa wakati huu. Ilikuwa ni vema kama ungenipa direction au location ya picha ya huyu binti ambaye nakuonesha katika hii hapa simu. Lakini pia hujawahi kujua habari ya Marvin. Huyo alikuwa ni bonge sana la nyang'ao ambaye alikuwa anafanya kazi chini yangu. Lakini sasa kwa sasa ninachohitaji unipe mwanga tu wa sehemu ambayo naweza nikampata Marvin, lakini pia na binti. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika episode safi inayofuata ya pili? Hebu tukutane kuendelea kuchapa jaramba ile Bintibu kutoka